Mtu kama Tundu Lissu ni 50-50. Na imani yake, misimamo, spirit alionayo na ukweli alionao umedhihirisha na mkiongezea chama thamani. Kuhimili mateso na maradhi alionayo na ubovu wa miguu na afya na madawa anayotumia, amesacrifice, amekiongezea chama thamani sana. Kwa hiyo Tundu Lissu ni kiumbe ambacho tulitakiwa tukiseme maneno mengi sana, lakini kwa haya tu ninayotaka nikueleze juu kwamba Tundu Lissu ni muhimu kama ambavyo, na pamoja na kwamba kufungwa kwake ndo kumeibua hata kipaji cha John Heche. Heche watu walikuwa wanamjua tu kama aliwahi kuwa mwenyekiti wa vijana taifa, aliwahi kuwa mbunge na diwani wa kwao pale na nini. Lakini uchaguzi uliofanyika ndani ya Chadema baada ya Msigwa kuondoka, ukifanya chama kiwe na hasira ya kuchuja viongozi, umemwibua John Heche kwa kiongozi mmoja bora na matata sana. Kiongozi bora sana. Kwa hiyo hicho naweza kuzungumza hivyo kwamba umuhimu wa Lissu ni pamoja na kufungwa kwake kumekifanya chama hiki kiwe na value sana. Wasingemfunga pengine asingekuwa maarufu zaidi. Wasingemtesa pengine angekuwa mtu wa kawaida lakini mwanasheria nguli. Lakini leo hii ndio wamezidisha Tundu Lissu kuwa kiongozi anayeongelewa hata na wazungu, ndugu yangu yule pale. Kwa hiyo dunia inamjua Lissu kwa sababu ya haya uoga wa Chama cha Mapinduzi. Mtu tu mnamtungia kesi from nowhere, mnampa mikesi mikubwa, lakini yule mwamba kwanza sio wa kumtesti kwenye mambo ya sheria. Ndio kama ulivyoona anavyowakabia juu wanasheria wa serikali, wakina Katuga, wakina nani. Kwa hiyo mimi naweza kusema hivyo kwamba Tundu Lissu ni muhimu ndani ya chama hiki, ndio imekuwa alama kuiaminisha dunia kwamba hiki chama sasa kimerudi kwenye misingi yake. Baadhi ya Watanzania wanasema kwamba wanaamini kwamba vyama vya upinzani vinaishia tu au vinatumia nguvu nyingi kulaumu na havina mpango mbadala hasa kwenye maendeleo ya nchi. Wewe hilo unalionaje? Sasa mpango mbadala utautoaje wakati wapo ambao wanatumia vibaya? Sisi makosa ya chama tawala na serikali ndio yanatupa uhalali wa sisi kupata nafasi ya kuongoza. Chama chochote cha siasa malengo yake makuu ni kushika dola. Kwa hiyo hatuwezi kuonyesha njia zote mbadala tuwape wao, si ndio wataendelea kukaa miaka dumu. Sasa hizi ni silaha za chumbani. Vitu vyetu mbadala ndio silaha zetu za mwisho, tukipewa ndio tunazitoa. Sasa tuzitoe tuwafundishe, alafu waendelee kuzitumia, tutawatoa lini? Si wanasema nyinyi wapinzani tafsiri yake ni kwamba ni kutoa yale masuala ambayo mnaona ni mbadala yanaweza kusaidia taifa. No, tunao mbadala mengi sana ambayo tumeyatoa na mengine wanayatumia, mengine hawayatumii. Mfano mzuri pale tuliposema tutagawa bima kwa wananchi wote au kwa wazee na watoto na wajawazito. Mbona waliichukua? Lakini angalia ambavyo kwa kuwa hawakuwa tayari, haikuwa hoja yao, walidandia, wameshindwa kuitekeleza vizuri. Bima sasa hivi imekuwa kilio kikubwa sana cha watu kutokutibiwa vile ambavyo walitegemea. Tulisema ile ilikuwa ni hoja nafikiri ya Edward Lowassa wakati anagombea. Kwenye manifesto yake aliiweka hiyo ya wananchi kupata bima na nini vitu kama hivyo. Elimu bure. Chadema ndio ilisema tukipata mkituamini wananchi mkatupa ridhaa kuongoza nchi basi elimu itakuwa bure. Sasa sisi mmeidandia kwa mbele, lakini wanasema elimu bure kwa mdemo, lakini nadharia iko tofauti kwa sababu michango ambayo tunaambiwa watoto wanachangishwa shuleni sasa hivi ni mingi sana. Sijui kama wanajua hicho wakina Nkenda, si ndio waziri wa elimu bado mpaka sasa hivi au nani?
Kwa hiyo angalia matibabu yalivyokuwa shule, kwamba mtoto ni kama ananunuliwa kwenye kituo cha afya. Mtoto wa kike anatozwa shilingi 30,000 kuzaliwa kwake, mtoto wa kiume shilingi 40,000 kuzaliwa kwake. Na unapokuwa mjamzito unatakiwa umlete mmeo pale. Unapoanza mimba ya mwezi mmoja ni 15,000, mimba ya miezi miwili 30,000, kadi kliniki kufungua. Kwa hiyo watu wanafungua hata mwezi, akijisikia tu anatapika na jinsi ana mimba anaenda kufungua kadi ya kliniki kukwepa isije ikawa ongezeka zaidi ikawa gharama. Sasa vitu kama hivi tunavikuta huku vijijini. Sijajua hata mjini pia vipo. Kwenye huduma afya tumeferi kwa kweli. Ingawaje kuna maeneo lazima pia nikiri, kuna baadhi ya hospitali zina vitendea kazi vizuri. Mimi natoka Mbeya pale kuna Mbeya Rufaa, kuna vitendea kazi vizuri. Hatuwezi kubeza kila jambo. Kuna maeneo ambako angalau vitendea kazi vipo, lakini tunachozungumza, wananchi bima zao hazina thamani tena, kwa sababu kama chama au serikali ya CCM haikujipanga sawa sawa na hiyo ajenda, haikuwa yao. Kwa hiyo sisi kama Chadema sio kila silaha, zingine tunatoa kama demonstration wazione, lakini zingine tumezificha chumbani kwa ajili tukiingia Ikulu tuzifanyie kazi. Hatuwezi kutoa zote unless sasa watazikopi alafu wataendelea kuzitumia. Hicho ndo ambacho nafikiri upinzani tuna option. Wakisema hatuna option, tunapolaumu tu kila jambo, ni uongo. Kuna mengine mbona tunapongeza wakifanya vizuri, lakini sasa kwa hiyo niwapongeze kwamba mmeongeza bajeti ya uwanja wa Samia pale Arusha, kwamba makadirio ya awali yaliyopitishwa kwamba ili kiwanja kikamilike kinahitaji shilingi bilioni 182 bilioni. Sasa zimeongezeka, imefika bilioni karibu 300 nje ya bajeti. Kwa tuendelee kuwapongeza hapo. Au tuendelee kuwapongeza tunaposikia shoti kwenye shirika la ndege zaidi ya bilioni 700 na pointi, na ambaye ameiba huko TRC hajachukuliwa hatua, na hicho kikundi cha watu kiko wapi? Kwa hiyo tuendelee kupongeza. Kwa tupongeze kwamba tuna bandari sisi ya kwetu, ambapo tungekuwa angalau tunatozo tu kidogo, kwa sababu bandari hatuende kuchukulia Mombasa au nchi nyingine, lakini bado mafuta yako juu, na kwamba wanaminya demokrasia, ndio wafadhili sasa na wahisani. Wanapotoa tunaita wahisani, wanapotukosoa tunapofanya vibaya tunaita mabeberu. Nalo hilo tupongeze. Sisi kama wapinzani lazima tuzungumze kwamba tunakosea, kwamba serikali mnakosea. Msiwaite wahisani wanapowakopesha hizo fedha, ila wakiwanyima na kutaka kuwawekea vikwazo ndio mnawaita mabeberu. Sasa tutakuwa tunadanganyana kwenye korido nchi yetu hivi alafu tushangilie tu kwamba hapa sasa tuko sawa sawa. Hilo nalo halijasimama. Lazima tuwe wa kweli ili tuweze kufikia malengo kwenye taifa letu. Mwenyekiti, kumekuwa na maneno ambayo yamekuwa yakisemwa kwamba ninyi wanasiasa wa vyama vya upinzani mnapenda migogoro ambayo inawapa manufaa ya kisiasa. Hili unalisemaje kuhusiana na hoja hiyo? Migogoro baina ya nani na nani sasa? Iwe ni nje au iwe ni ndani, lakini sana tunazungumzia migogoro ya nje. Migogoro ya nje ni mbaya wetu sisi, ni CCM. Na ndio maana hata wanaomkosoa Zitto anapotoa maoni kuhusu Lissu, anaikosoa serikali, alafu wanamshuti Lissu, wanamshuti Zitto. Mimi hiyo sio, pia sipendezei. Kwamba Zitto ni mpinzani, ndio kweli, aliwahi kuwa Chadema, alafu alikuwa popular, alafu alikuwa na nguvu, alafu alikuwa na kiongozi. Sasa anajisikia vibaya pale wanapompelekesha vibaya Lissu pale mahakamani, hawatendi haki. Anapotoa maoni, sisi Chadema hatuna sababu ya kufanyaje, ya kumshuti Zitto. Tunakosea. Watu kwanza wamenipigia watu simu sana kwamba wanaomshutumu Zitto wakati anachangia mawazo yake kwa uzuri ili Lissu atoke ni wakina nani. Kwa hiyo nalo hilo, labda kama unazungumzia kwenye engo hiyo, hilo linakuwa ni la mtu mmoja mmoja, jinsi anavyokuwa anajisikia, lakini inakuwa sio policy wala sio maamuzi ya kamati kuu ya chama kwamba wamepitisha kwamba tutengeneze mgogoro baina ya sisi kwa sisi
au nini. Wengine ni baada ya kukiona chama chetu kina nguvu, kinaweza kumpa riziki katika maisha. Si unajua Chadema au siasa za upinzani wengine zimewabeba, zimewanufaisha, wengine wameishia hawana kitu chochote. Sasa wale walionufaika ndio wenye kuanzisha sana migogoro ndani ya chama, waliojua utamu wa Chadema, aidha amewahi kuwa mbunge au amewahi kuwa diwani au amewahi kuwa mwenyekiti. Sasa amepata visenti vya ujanja, labda naye kajenga, kajimarisha, kawa na kihoteli, kigesti au kafanyaje kupitia kuwakilishi wake wa chama. Hao ndio hawataki wenzao na wenyewe washike nafasi, wanakuwa wakina Nkurunziza, wanabana wenzao wasijitokeze, wanatengeneza vikundi. Kamtaji alikokapata Chadema kwenye uwakilishi huo ndo anafadhili vikundi ndani ya chama, vinawachafua wenzao, vinatoa majina machafu kwa wenzao. Hao wapo. Hiyo mimi bwana, sikiliza, nimesema nitakuwa mkweli. Hata ndani ya vyama vyetu hivi kuna watu hawako sawa. Tuko, lakini wengine ni wanzilishi sana wa migogoro. Hawapendi wenzao wawakilishe kwa zamu. Unajua hizi mbio tunazokimbia, resi hizi za kupokezana vijiti, watu wajue kuna kupokezana vijiti. Sasa mtu kama uliwahi kuwa mbunge miaka mingi iliyopita, bado unataka uwe wewe tu. Hicho kitu ndicho ambacho kinaleta shida. Unafadhili makundi ya kutukana ambao wanaweza kukupokea kijiti. Hiyo kitu kipo. Lakini migogoro ya upande mwingine wa CCM na wenyewe si wote wana roho mbaya. CCM haikai Malawi, tunakaa nayo hapa. Hawakai Kongo, tunakaa nao hapa. Kwa hiyo tunaingiliana, tumeoleana, wengine mashemeji, wengine kwa hiyo kunakuwa na mahusiano mengine mazuri. Wapo watu wa CCM ni wazuri, lakini wanaponzwa na uongozi wao mkubwa kule juu. Desha chama bila kufuata demokrasia. Huwezi kusikia CCM leo inashindanisha marais wao. Ili dunia isimame kama ilivyosimama Chadema kwenye uchaguzi wao. Uchaguzi wake wa kitaifa. Watu wanaangalia kwenye runinga, watu wanashuhudia, hatimaye wanasema moshi mweupe. Lakini CCM hiyo vitu havipo. Wanatewana, hata ukimwambia mwenyekiti toka nje tukujadili, anakoma hapo kwenye kiti. Haiwezekani. Yaani ni chama fulani ambacho kinajisimika kutumia dola. Kwa hiyo tunapowafundisha muwe na demokrasia, wanahisi kwamba wakiwa na demokrasia ndani ya chama basi wanapaswa kufanya demokrasia hata nje ya chama chao. Sasa ambako wanahisi kwamba wataweza kutokuchaguliwa kwa sababu ni chama kimechoka kidogo, hakiwezi kuaminika tena. Ndio maana kinawachagua watu ambao hawana uwezo kukiongoza chama kile. Ukitaka kuiona CCM ambayo iko tayari kushindana uwanjani, basi takupa mweneze mtu kama Nape. Ukitaka kuiona CCM ambayo inaenda kutumia mtoto wa bunduki kusalia madarakani, itakuletea wenezi kama wakina Kiongozi, wakina Makara. Ukitaka kuiona CCM yenye nguvu ambayo inatengeneza hoja watu wanaielewa, at least inatusumbua majukwani, basi utamuona Mzee Kinana ndio katibu mkuu. Ndio utajua hii CCM tunaenda kushindana nao majukwani. Sasa wao wanajipanga hovyo kwa sababu wanategemea polisi, mahakama, msajili, sijui DPP aweze kuisimamisha CCM. CCM ingekuwa kweli inataka kushindana na Chadema, basi ungeona chaguzi zao ziko smart kwa ajili ya kutafuta watu wenye talanta ya kuwajibu wakina John Heche, kuwajibu wakina God Bless Lema, kuwajibu wakina Boniai. Boniai anakuja vizuri sana, umemwona. Kuwajibu wakina Mzee Upako mashina ya kusaga na kwa bwana sijisahau, kuwajibu wakina Peter Msigwa. Ndio taoni ingekuwa inachagua viongozi smart. Leo wanarundikana tu, utafikiri nyanya Masaru, nyanya za nyongeza sokoni. Yoyote tu madamu umemteua huyu, umemteua yule, anakingwa na polisi ufanyaji wake wa kazi. Hategemei tena talanta za CCM. Sio kwamba CCM hawana watu wenye talanta ambao kweli wangesema waingie uwanjani kukiimarisha chama chao. Sasa wewe fikiria tu mkutano wa juzi pale. Wana CCM wamevaa t-shirt ndani, wamevaa koti, anacheza na anafurahia
ujio wetu, anafurahia Chadema, anafanya hivi, anatoa michango. Sasa kidogo tu akajisanua, tunaona t-shirt ka CCM ndani. Tunamuuliza, anasema nimeokoka. Kwa kweli mmetukosha sana na mnatusemea. Kwa hiyo sisi, migogoro ya sisi kupambana nao ni hii ya kuwafundisha, kumfundisha mtu mzima anajihisi unamdharau kwa sababu kaona mengi, lakini ukweli CCM haina radha ushindani, kwa sababu watu shindani nayo. Kukamatwa kwa Lissu, serikali imemweka upande gani? Ni hasara kwao na imeingia doa na haikopesheki na inajadiliwa vibaya duniani, na bahati mbaya washauri wa rais hawapo ambao wako smart. Nafikiri kila mmoja ana malengo yake. Lissu ni heri wangemwachia akae uraiani kwanza, hata kwa makosa ambayo wanamtuhumu nayo. Hata ndege wa angani ambao wazungumzi lugha wanajua Lissu hana kosa. Sasa wanashindwa kujirekebisha, wanateleza kwenye barafu, wanazidi kuteleza, hawajui kwamba wamekaa kwenye barafu. Sisi tunawaambia mmekaa kwenye barafu, mnaogopa kuteleza kuanguka. Tokeni, njoo kwenye vumbi, nchi kavu. Lakini wao bado wako kwenye barafu kwenye swala hili la nani? La Lissu. Wanazidi kuteleza na kupotea. Ushauri wangu mwacheni. Lissu analigharimu taifa kwa namna fulani. Leo Lissu wanajadiliwa, wanataka hata kunyimwa visa, wanataka wasitumie hata dola ya Marekani. Si wanamza dola ya Marekani. Nyie mnaagiza tu magari, mnaiba tu hela, mnachange, mnaweka kwenye mabenki ya watu, si mnaweka kwa ajili ya dola ya Marekani. Alafu mnasema Marekani huwa hiyo imeanza kuwa cost. Inaanza kuwa cost. Piga bani wasitumie dola. Yote majina peleka kule wasitumie dola. Tuone ujanja wao kama mtatumia hela Putin. Chezea Marekani nini? Marekani ni heavy duty, ndio sungusungu wa ulimwengu huu. Lakini ni nchi huru Tanzania. Ni nchi huru, lakini uhuru wa bandia, ujanja. Wakati ninyi mnawafanya wenzenu wasio huru kwenye demokrasia, afu najiita huru. Uhuru wa namna gani? Uhuru wa kikundi cha watu wachache. Wapinzani hawako huru, watu wanatekwa, watu wanaumizwa, watu wanapotezwa, yani tunaishi kwa hofu kwenye nchi yetu wenyewe. Aliyotuachia Nyerere ilikuwa tambarare. Leo unaona teuzi hizi za watu wenyewe wa serikali, japo sisi hatuko serikalini, sio wakurugenzi, ma-DC, unaona wanateua. Wewe lini utakuwa mkuu wa wilaya mjini Magharibi kutoka Tanganyika? Hatuhubiri udini. Hatuhubiri udini, lakini unachomekewa chini kwa chini. Hatuhubiri ukanda wala ukabila wala nini. Ndio, lakini sasa ukiona watu, mimi nasema naitwa nani, nakuta ili jina sio hili. Labda haya mambo yanafanyika, unakuwa huna uchungu na watu wa eneo. Ndio maana tunataka katiba mpya ili viongozi kama DC yachaguliwe. DC yachaguliwe, mkuu wa wilaya yachaguliwe, RC yachaguliwe na wananchi, ili awe na uchungu na eneo lake. Kuna namna vile Chadema ilikuwa imefungiwa. Kuna namna uliona utofauti wa nchi yetu? Yes, niliona mkubwa, kwa sababu unapoifungia Chadema sawa na kufungia mbwa nje ya nyumba yako isibweke pale wezi wanapopita. Ukaifunga sengenge kwenye mdomo isingate wezi wanapopita nje. Sasa mwenye nyumba utaona we mwenye faida ya kuifungia hiyo mbwa isibweke wala isingate. Chadema ni watchdog, au upinzani ni watchdog. Upinzani uliosimama ni watchdog. Misaada tunaopewa kutoka nje au mikopo tunaokopa au kudadavua hata ripoti ya CAG, wanaoidadavua vizuri ni wapinzani. Sasa wanakupa mwanga. Unaweza mkuu wa nchi labda usijue kwamba bajeti au msaada ambao unaenda jimbo fulani au wizara fulani au madaraja fulani yamejengwa kwa kiwango gani. CCM wao kwa wao hawezi kusemana. Sasa wapinzani wanasema. Sasa kama una jicho la kusikia au sikio la kusikia, ndio unasikia pale kwamba pale pana shida, unapeleka urekebishaji. Chadema ndio inayokemea mambo ya afya, ndio inayozungumza masuala ya kwamba fedha za serikali zinatumika vibaya. Sasa ni wajibu wa serikali kuyafanyia kazi maneno au maoni ya wapinzani.
ndio nchi inakwenda vizuri. Sasa kama unauchukia upinzani unaupiga vita, kama upinzani hauwezi kusema kwamba tunatekwa, tunaumizwa, huwezi kujua. Leo wanawafungia watu wasiende nje ya nchi. Nafikiri kuna vikwazo vitakuja zaidi kama hawatasikia. Mimi ningekuwa kiongozi wa nchi, lakini sio kama Mary Chachanda alivyozungumza. Ningejaribu kusema lazima tuwe na demokrasia, lazima tuende na wakati, tuwe na katiba mpya, lazima tuwe na uhuru wa kutoa maoni. Kwa kufanya hivyo, nitagundua wapi panavuja, wapi pana shida, ili turekebishe. Sasa unapofunga wanaopiga kelele, unamfanya mbwa wako nje ya nyumba yako asibweke, wezi watakuharibia. Wapo wanaosema demokrasia inachelewesha maendeleo. Wewe unaonaje? Wanaosema hivyo ni madikteta tu. Madikteta ni rahisi tu kuzungumza hivyo. Lakini demokrasia hata ndani ya nyumba, unapowapa watoto wachangie mawazo, baba ukipata chochote kitu, utakuta mtoto mwingine na wazo jema sana, likafanya familia yenu izidi kudevelop. Yaani unapoleta mawazo mchanyato kayaleta pamoja, yale mawazo yanaleta faida kwenye kitu cha umoja. Lakini udikteta kusema kila kitu najua, hapana. Wewe sio pweza kwamba kila mahali mkia wako unagusa. Kwa demokrasia kila kitu kiwe na mipaka. Demokrasia tunahitaji yenye mipaka, lakini pia uongozi pia lazima uwe na mipaka. Kuna watu wanasema Tundu Lissu ni miongoni mwa wanasiasa wanaoungwa mkono zaidi na vijana, na wanasema kwamba hotuba nyingi za Lissu anapozungumza zinaamsha hasira za vijana ama za wananchi kiujumla. Wewe hili unalionaje? Ni kweli, kwa sababu Tundu Lissu kanyoka sana. Yule kiumbe kanyoka mno. Anawazungumzia matatizo. Vijana leo hawapati ajira moja kwa moja. Unajua wakati wa Nyerere, unapotoka shuleni umeenda JKT, unakimbizwa mazoezi na JKT, mfukoni kuna oda ya moja kwa moja. Ukitoka pale unaenda kazini sehemu gani? Kama ulikuwa unasomea fisheries, kama ulikuwa unasomea procurement, kama ulikuwa unasomea hivi, unaenda moja kwa moja kwenye ajira. Sasa safari hii usomi hauna thamani kama zamani. Ndio maana utakuta vijana wasomi kabisa yuko kwenye counter ya bar, wasomi hao wa kike. Unaweza kukuta vijana wako kwenye bodaboda, wengine wako kwenye vinyozi. Nimeshuhudia kijana msomi wa chuo kikuu kabisa, ana masters, lakini ana kibanda cha kunyoa nywele, kinyozi. Sasa vitu kama hivi vinaleta hasira kwa vijana, kukosa ajira, kwamba wawekezaji wanaokuja huku wa China wanapewa kipaumbele. Wewe fikiria, mtu anashika mgodi kwa muda mrefu, eti anafanya research kwa miaka 30, alipi kodi ya serikali, afanye nini? Huko amewafukuza wachimbaji wadogo wadogo ambao wengi wao ni wasomi pia. Wewe hujawahi kumuona kijana mmoja kwenye picha anamkumbatia John Heche, ni msomi, ana masters, anauza matiketi barabarani? Hivi vitu ndio vinavyoleta hasira. Wanaona wenzao nchi za Kenya na nchi zingine walivyokuwa na ajira katika mataifa yao. Ndio maana tunasema kwa nini tubinafsishe vitu kama sisi hatuna uwezo wa kufanyaje, wa kuhakikishia ajira vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu. Lakini sio tu wanaomaliza. Wakati wewe wa Nyerere, madam tu wewe ni mvulana, kwa sababu hata uwe kijana, kwa sababu tunahitaji nguvu kazi. Kuna watu wengine kwenye theory sio wazuri, ila kwenye practical ni wazuri sana. Kuna mtu mwingine amesoma theory vizuri sana na masters, degree huko, akiingia kwenye practical hawezi. Lakini kuna watu ambao hawajasoma kwenye practical ni wazuri zaidi. Walikuwa ni attendant tu kwa technician na nini, lakini mwisho wa siku unakuta ndio anayejua zaidi kuendesha mitambo, mtu ambaye hajasoma lakini alikuwa practical muda mrefu kwa sababu alikuwa ni attendant.
anafanya kazi yake kwa ubora kuliko msomi ambaye ana theory, ana madegree kwa masters anakuja, lakini kwenye practical hawezi. Kwa hiyo watu wote wanahitajika wawe kazini. Kama ndio hivyo turudishe, unaposema waende shambani, umewapa, hakuna kitu ambacho kinameza fedha kama kilimo sasa hivi. Kinahitaji mtaji mkubwa sana. Inahitaji mtaji mkubwa sana. Kwa unaposema kilimo, labda hizi cultivation za kuhamahama, lakini kilimo ambacho kweli kilikuletee tija na maendeleo ya kibiashara kinahitaji mtaji. Kinahitaji trekta, kinahitaji miundombinu, kinahitaji ardhi, kinahitaji mambolea, kinahitaji mapisweki wa kukusaidia humo, vitu vingi sana. Kwa hiyo Tundu Lissu bwana anapendwa na watu kwa sababu anaongelea mambo yanayogusa mifupa moja kwa moja, hana kona kona, analenga hivi. Hivi mzee, unaposema kwamba uchaguzi haukuwa huru au uchaguzi hauko huru, hamuoni kama mnawadharau wale ambao, au mnawadharau wananchi ambao walichagua viongozi ambao waliopo sasa? Sijaona kama walichaguliwa watu. Chaguzi hazikuwa huru na haki. Kwanza chama kikuu cha upinzani, ndugu Mwambegele Jaji, unakitoaje? Ulikitoa kwa maelekezo ya nani? Kwa sababu tu kwa akili ya kawaida, ili kutengeneza harmony kwenye taifa, ni lazima vyama vyote vishiriki kutunga kanuni za uchaguzi, hata kama tume hamjaiweka iliyo huru na haki ambayo ndio inapiganiwa. Kwa nini msiweke kitu kikawa huru na haki? Tunashindwa wapi? Tunaferi wapi? Mnachokataa nini? Kwani ili taifa walisema litakuwa la CCM peke yake? Nani alisema? Kwa sababu kulikuwa na vyama huko nyuma, kulikuwa na TANU, kuna TA, kuna SP, kuna nini. Kulikuwa na vyama vimetangulia. Why CCM ndio ikae madarakani kama neno la Mungu, kwamba iweze kubadilika? Hili ni neno la Mungu. Kwamba hili tutaishi nalo milele. Haiwezekani. Hiki ni chama, lazima kikae pembeni, kije kingine, mida imeenda sana. Ili na chenye tukijaje kwa hivyo. Hivi kwa nini kila inapofika uchaguzi hofu inazidi kuongezeka kwa wananchi? Kwa nini? Kwa sababu wanajua sasa mitoto ya bunduki imekaribia. Sio tena uchaguzi wenye furaha wa kushindana, kuchekana, kubezana. Unajua uchaguzi wa huru na haki na raha yake, kwa sababu ni just a game. Ni kama game tu. Wewe umezungumza vizuri kwa wananchi na wewe umezungumza, pengine wao wamekuelewa, hawajakuelewa, au wamemuelewa yule, hawajamuelewa. Mkishinda mshikane mkono, inakuwa peace kwa wanaowachagua, hata ninyi wenyewe. Lakini CCM leo, kwanza 2020 uliona pale Mbeya mjini walipokuwa na kabana kuiba, yani wagombea wa CCM wanavyomuinda kama swala, diwani wa Chadema wakimuona kunyang'anya fomu, kupokonya fomu. Yani unaenda kujaza, unatembea na mabouncer, mtu anakaba na nyang'anya fomu. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kukusaidia ukinyang'anywa fomu. Nchi ni ya kihuni, sijui watu wanawazaje yani. Tunatokaje hapa tulipo sasa? Ni katiba mpya kutoka kwetu. Ni watawala waliopo kuridhia kwamba katiba mpya ndio italeta harmony, ndio italeta uhuru wa kweli na maridhiano ya kweli. Ni pale pa kutenda haki. Walete katiba mpya. Hiyo katiba mpya itatengeneza tume huru ya uchaguzi. Yaani nchi itakuwa na raha, hatutakuwa na tena kusikia na vikundi vya utekaji, kwa sababu hakutakuwa na watu ambao wanataka kubaki madarakani kihuni, kutengeneza watu wa kuteka wenzao. Kwa hiyo kutakuwa na nchi ambayo ina harmony. Yaani katiba mpya tu lazima wakubaliane. Halafu onevo, yani polisi pawe mahali pa kupata huduma, sio mahali tena pa kupata mateso. Sasa tukufikia huko siko, kwa sababu nao polisi wana umuhimu wao katika taifa. Tunawaingiza kwenye shughuli ambayo haikustahili kufanya. Si polisi wote wanajisikia vizuri kufanya hii kazi. Yaani mtu ukiona polisi yule mahali salama pa kukimbilia na kujihifadhi pamoja na shida zetu tulizonazo. Lakini leo polisi unataka tumuone kama ni mtu ambaye unawafitinisha na wananchi. Wananchi sasa wanaichukia polisi, Mtu kama alipanga, maana polisi kama mnavyowajua, wengine wanakaa kama wanasesere kwenye vijumba vidogo kama vyote. Wanaamua kupanga kwenye nyumba za watu. Sasa mwenye nyumba naona mtoto wake aligongwa mtaa wa pili na polisi. Vipi polisi atakaa hapo? Si atasema utafute nyumba nyingine. Na unaenda kwingine anasema bwana wewe kama ni polisi hapana.
Sasa wakati zamani ukikaa na polisi unajua wameongeza ulinzi wa pili. Baada ya mbwa wangu na polisi yupo, nyumba itakuwa na heshima. Tundu Lissu anasema sio rahisi kupata haki kama hutaipigania. Twende kwenye katiba mpya ambayo imekuwa ikisemwa tangu 2014 hadi leo. Unafikiri ni rahisi kwa kiwango hicho? Basi tu ni kwa vile utawala hawaelewi. Mapigano ya tarehe 29 yalitosha kabisa wao kukaa chini na iweje leo tunataka kubadilisha katiba mpya tusubiri kupigana. Ni kwamba walio mbele zetu wanakosa busara fulani. Kwamba tulitakiwa tuzungumze, tuone namna nzuri ya kupata katiba mpya. Hicho tu. Sasa wengine wamekomaa tu, wana mbio za kondo waangalie nyuma. Unakomaa kwa sababu kilimo. Kwa hiyo iliniuma, na kwanza nilimshukuru Kambarage kwa jinsi alivyobuni kuwa na mashamba makubwa, ikileta ajira. Hapo kuna mafundi, watu wa gereji wanakuwa hapo. Kuna watu mabasi ya kupeleka wafanyakazi maeneo ya kazi, kuna madereva, kuna makondakta hapo. Kuna kilimo hapo, watu wanapata mashudu, wanapata reject baada ya kutoa ngano. Watu wanachukua naenda kulisha mifugo yao. Kwa hiyo hapo unapokuwa na kiwanda ambacho kinakoboa au kinasindika ngano, hapo tayari unakuwa na watu wanakuwa na mifugo. Yaani watu wanajikeep busy, kila mmoja anakuwa na kitu cha kufanya. Kuliko sasa hivi mtaani utakuta msomi kabisa ni dalali, anachukua vile vyombo vinavyokusanya na hawa wanaokopesha kausha damu. Anavichukua magodoro yaliyotumika, amebonyea katikati, tuafikia ndake, anauza nje. Naye ni ajira. Anasema naenda kazini. Ana vitu vilivyochoka hivi, wamekusanya wameweka nje, wanaviuza, nayo ni ajira. Sasa ni ajira ya kuzalisha. Na ndio maana hujawahi kushuhudia walinzi wanaolinda maduka usiku, wanawake mabinti wako wanaolinda sasa hivi. Anakuwa ameacha mtoto nyumbani, baba labda kama una lindo huko, baba analinda kusini, mama analinda kaskazini. Nyumbani hakuna vitoto tu vidogo, hata moto ukitokea unaunguza nyumba yote kwa sababu hakuna wakuzima. Kwa vitu kama hivi nchi ni ngumu tofauti na wanavyofikiria, lakini walio na nafasi huko juu hawezi kujua hayo, kwa sababu wanakula shushi, gari vix ya serikali, mafuta yako hapo. Na ndio maana hata tunapolalamika mafuta, uwezi usitegemee kiongozi wa juu au waziri nani au wabunge wa kutetea sana, kwa sababu wao baadhi yao ni naibu waziri, wengine mawaziri, wanapata mafuta ya serikali bure, wengine wanalindwa na serikali bure. Kwa hiyo kutetea mtu ambaye una haso, mvuvi unahitaji mafuta kwa ajili ya kuvua. Maisha ni soha, lakini tutafika. Tumtegemee Mungu kama taifa. Watuombee wachungaji walionyooka, watuombee ambao hata sala zao zitanyooka, sio wachungaji wajanja ambao wanasifia mauaji hao. Hapana, watuombee mashehe walionyooka ambao hata Mungu akiomba atamsikia. Watuombee sana, tuombee sana taifa liweze kutoka hapa lilipo, ni mkwamo. Ajira ni shida sana hivi sasa, na vijana usipokuwa Chama cha Mapinduzi wengine upate nafasi baadhi ya maeneo. Kwa hiyo siasa ni game tu, sio lazima mwe chama kimoja. Tupendane, tushirikiane, tuthaminiane, tuliweke taifa pamoja, itawezekana. Sasa kwa kumaliza, pengine mzee wangu, kama kuna kitu ambacho sijakisema na ulitamani ukisema. Mimi nakushukuru. Nimesema mengi. Nakushukuru leo umenitembelea na nimetoa mawazo yangu. Naomba tu kama taifa wao wasikilize vilio vya watu, waweze kufanyia kazi. Dharau zitalipeleka taifa pabaya. Kwa sababu mimi singependa kuona Gen Z tena waje waandamane tena. Wakiandamana watakuja na plan B. Hawataandamana kama walivyoandamana awali. Kwa hiyo itakuwa na shida zaidi kuliko ilitokea mwanzo. Kwa hiyo tatizo linapotokea ni vema wakatafuta suluhu iliyo njema zaidi. Lakini sio kama shingo, kama mke wa Ruto hataki kubadilika, hiyo nayo ni shida. Tunaishi kwa mifano, wahenga walisema. Kwa hiyo baadhi ya misemo wajaribu kuangalia ni namna gani ya kufanya. Kwa hiyo mimi ndio hayo, tujenge taifa lililo bora kwa kupata katiba mpya, tutafute tume huru, taifa litakuwa shwari, tambarare, hakuna makelele, kwa sababu
Mtu akitaka kushiriki chaguzi au akitaka kushiriki mambo ya siasa, shiriki kwa amani. Mtu akitaka kuwa mfanyabiashara, ashiriki biashara zake kwa amani. Akitaka kuwa mkulima, mfugaji, wote, kusiwe na matatizo ambayo ni ya kulaumu utawala au kulaumiana. Hicho ndio ambacho mimi